Kwa upande mwingine, hii inaonekana kama kichekesho, lakini ina fundisho na funzo kubwa sana kwenye ujenzi. Tatizo kama hili linaweza kukukuta wewe ambaye upo Dar es Salaam, upo Katavi, upo Tabora, lakini kuna ujenzi unaotaka kuufanya, unataka kuagiza fundi kutoka mkoa mwingine tofauti na mkoa huo ambao wewe unaenda kujenga. Hili linakuja na tatizo la kufanana au linaloweza kuleta matokeo namna hii, kwa sababu anayekuja kukujengea sio mtu ambaye anayajua fika mazingira ya eneo ambalo anaenda kujenga au anaenda kufanya kazi. Wengi wao huwa wanafanya kazi kutokana na mazoea, alikotoka kule alikuwa anafanya kazi kwa namna ipi. Kinachokuja kutokea ndio hichi ambacho nachokiona hapa. Kumbuka, ujenzi sio tu fundi kufanya kazi ya kukujengia wewe na nyumba ukaiona, bali fundi anatakiwa kufanya utafiti wa aina gani ya udongo ulioko kwenye eneo hilo ambalo wewe unaenda kujengiwa nyumba yako, na aina gani ya msingi anatakiwa kuutumia. Lakini pia sio tu kujua aina gani ya udongo, vile vile anatakiwa kujua ni majanga yapi ya asili yanafika katika eneo hilo na yanafika kwa kiwango gani. Kama ni matetemeko ya ardhi, ajue yanafika kwa kiwango gani. Hapo ana uwezo kukujengea kitu ambacho kitakuwa ni imara, kwa sababu anajua eneo hili lina changamoto zipi, na ujenzi wa namna hii huwa unafanyika kuhakikisha kwamba jengo litakuwa imara pindi ambapo litakutana na majanga ya asili ya namna hiyo hapo. Kwa hiyo kama fundi ametoka mkoa mwingine, akija hapo atakujengea kutokana na mazoea huko alikotoka. Akifanya hivyo, ni rahisi sana kutokea tatizo la namna hii kama eneo lako lina udongo wa unyevunyevu au udongo wa tifutifu, lakini pia eneo hilo linafikiwa zaidi na matetemeko ya ardhi. Hata kama nyumba yako itakuwa kubwa kiasi gani, basi hichi kitatokea. Na kama hakitatokea kitu kama hichi kwa jengo kuzama upande mmoja, basi itatokea mpasuko na jengo kubomoka. Usiache kutufollow kwa update zaidi.